kwa macho yetu. Karibu kuamke na Baragum Live kupitia runinga yako ya channel kilicho bora kabisa. Tamati ni saa 3 kamili asubuhi ya leo. Yako mambo mengi sana ambayo tumeweza kuandalia. Miongoni mwa mambo ni tutazungumzia kuhusiana na muendelezo wa kampeni ambazo zinaendelea hapa nchini, hasa ikiwa ni kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Bado tukizidi kuzihesabu siku zinavyozidi kupotea, ndivyo ambavyo tunaisogelea tarehe ya uchaguzi. Kwa hiyo Watanzania wote wenye sifa watapata nafasi ya kumchagua diwani, mbunge pamoja mpaka ile nafasi ya rais. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, Dorcas Remsi Mtenga yuko hapa naye akiwa na nguvu, ari mpya, nguvu mpya na kasi ya ajabu kwa ajili ya kukuhabarisha wewe. Kila mtu katika nafasi yake anasema awajibike. Ndio, habari ya asubuhi Dorcas. Ndio. Ijumaa tulivu kabisa hii. Ijumaa karimu. Leo ni katika mazingira ya hapa na pale nikaa nimekumbuka kitu. Kwamba kila mtu kwa nafasi yake anapaswa kuwajibika. Unajua unaweza kumhukumu mtu kwa sababu amekufanyia kosa fulani, labda amekuibia, amekukera kwa namna moja au nyingine. Lakini kuna kukera kwa mtu kutowajibika kwenye nafasi yake. Kabisa. Natolea mfano. Inakwaza sana. Na hasa kwa watumishi wa umma huko wanapaswa kuwajibika ipasavyo. Sio tu watumishi wa umma, hata kwenye sekta ya binafsi huko wanapaswa kuwajibika. Kwa mfano, mtu anakuja kutoa huduma, anakuja kupata huduma fulani. Lakini wewe hutaki kuwajibika ili yule mtu apate huduma. Kwa kutowajibika kwako unaweza kuchukua kawaida, lakini kunaweza kuleta madhara makubwa sana baadaye. Si umeona? Kabisa. Yeah. Kwa hiyo asubuhi ya leo bana, tujifundishe kuwajibika. Kila mtu kwenye nafasi yake. Wewe mfanya biashara wajibika, wewe kila mtu aweze kuwajibika. Tunafahamu taarifa ziko nyingi sana. Taarifa ziko nyingi sana, na kama ambavyo umeshaainisha kidogo ni kwamba mambo ya kampeni yanaendelea sana nchi nzima. Joto linazidi kupanda. Joto linazidi kupanda. Tumeona namna ambavyo viongozi wanapishana. Hawa wanatoka huko, hawa wanaenda huko, hawa wanarudi, hawa hivyo. Kwa hiyo na wananchi nao wamechangamka kuendelea kusikiliza. Na hizi dakika za lala salama hizi. Ndio. Lazima ukienda pale, mimi napenda nikienda nakuwa na notebook changu. Na ili usisahau. Sera zile zikiwa zinanadiwa naandika. Hata kidogo tu. Ilani wakianza kuisema, kwa sababu gani? Ukisha kuja kuwakubalia kuwapa nafasi, lazima uwe na wakati huo utakapoona aviendi, uwe na uwezo wa kuhoji. Bwana, katika kampeni ulisema hiki. Mbona mimi sio? Mbona miaka 3-4 inaishia sioni. Na ulisema kipindi cha mwanzo tu utakuwa. Nimependa unajua kingine kilichonivutia kampeni za safari hii. Ndio. Baadhi ya viongozi wamejikita kabisa, kuna mambo wakiyasema wanakwambia haya ni ndani ya siku 100. Kuna mwingine mpaka alisema siku 200, siku 300. Ndio. Unaona, nafikiri kutokana na ukubwa wa hilo swala. Kwa hiyo namna ile unavonoti pale kwamba jamani, swala hili tujatimizwa ndani ya siku 100. Kipenga kikilia wapisho, unaanza kuhesabu. Unahesabu siku. Huko unahesabu, kunaangalia imetekelezwa bado. Unahesabu. Ikifika siku ya 100 tu unahoji. Bana vipi? Huyo 200, huyo aliongeza 200 huyo. Si tushazoea 100 bwana. Mimi nilijaribu kumuelewa, nafikiri kwa sababu ya msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mpenzi wa Mungu. Alafu kusema bwana labda aliangalia kuna jambo ambalo labda haliwezi kukamilika ndani ya siku 100. Ndio. Niliwaza hivyo. Labda ndo maana akaona aweke ndani ya siku 200. Kati ya 200 si 300 alisema. Toni kazi. Haya. Kama tunavyofahamu, mgombea wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan yupo kule kanda ya Ziwa bado. Jana tulimuona aliingia Mara na amezungumza na wananchi katika maeneo mbalimbali, ambako kati ya yale aliyozungumza amesema hakuna majaribio katika kuongoza taifa. Akasema hayo alipozungumza kwenye mkutano wa kampeni Bunda ile jana, ambapo kuna nukuu yake. Anasema unampa nchi mtu yule ambaye unamwamini kwamba ataiendesha vema
na maslahi ya wananchi yatapatikana. Na ukiangalia hapa Tanzania, chama ambacho kitafanya kazi hiyo kwa maslahi ya nchi ni Chama cha Mapinduzi. Mwisho wa kunukuu. Na nukuu nyingine anasema, mkiwapa wengine au serikali au jimbo, watakwenda kuwafuja na kwenda kuwapoteza, kwa sababu wakiingia kwanza lazima waanze kujifunza. Mwisho wa nukuu nyingine. Nyingine anasema, lakini utakayempa jimbo asiye Chama cha Mapinduzi anakwenda kuongea na nani? Anakwenda kumuomba barabara nani? Anakwenda kumuomba maji nani? Anamalizia kwa kusema, ndugu zangu wa Bunda, msicheze na hiyo kitu. Wapeni kura wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Nataka niwaambie, msidanganywe. Maendeleo na maslahi yenu yatapatikana kupitia Chama cha Mapinduzi. Mwisho wa nukuu ya mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi. Sawa. Ni jana hiyo aliingia mkoa wa Mara mara baada ya kutoka Simiyu pale Busega. Alizungumza na wananchi wa Busega, akaenda akazungumza na wananchi wa Bunda mkoani Mara, baadaye akafanya mkutano mkubwa Musoma mjini. Na aliyozungumza hayo ni kwamba kukiaminisha chama kwamba bado kina uwezo wa kuongoza nchi, lakini pia ni kueleza kwamba ni kwa namna gani chama kinafanyaje, kinakuwa kina mtaji wa watu, kwa sababu tayari kimeshashika dola, kwa kinafanyaje, kina uzoefu. Lakini alieleza ni namna gani atakwenda kutatua changamoto mbalimbali ambazo ziko kwenye sekta ya afya, kama ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya kwa wananchi wa Mara pamoja na Simiyu, kwa sababu alieleza hiki anachokizungumza ni kutoka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeandaliwa, ambao huo ndio mkataba kati ya chama pamoja na wananchi. Kwa ile ilani, kama ikitokea chama chote kikapita, wewe ilani zao wewe kuwa nazo. Sababu jamaa, hiki si ndio mliandika humu au namna gani? Sio maana kwa unapata nafasi faje ya kuoje, ingawa wewe umeamua kuandika nini kwenye notebook yako. Nadhani kwa uhakika zaidi mengine hayajatoka, au kama hivyo sasa siku 100 au siku 200 ungezisikia wapi? Kwa wewe. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mengi. Sawa. Bado mikutano mbalimbali inaendelea. Ndio. Tunaelekea wapi? Labda sasa tutoke katika masuala ya uchaguzi. Ndio. Tuende katika mambo mengine ya kijamii ambayo pia labda tumeyachagua zaidi, kama hii moja ninayoisoma. Ndio. Kwa sababu pia na umuhimu wa siku yetu hii ya leo ambayo tarehe 10 mwezi wa 10 ni siku ya afya ya akili duniani. Tunataka tuangalie hizi changamoto, je, za mtu kufanya vitu kama hivi zinaweza kusababishwa na changamoto ya afya ya akili? Na baadaye tutakuwa na daktari. Ndio. Itabidi hii swala lizungumze. Na kuna ile kauli unasema hivi, hii akili 2, akili 4 hii. Sasa binadamu ana akili ngapi? Hapo sasa. Basi tukiangazia historia inatoka kule Dodoma. Ndio. Inasema wananchi wa mtaa wa Nzuguni B jijini Dodoma wamejikuta wakiishi kwa hofu baada ya vijana wanaojiita teleza kudaiwa kuvamia nyumba usiku na kuwabaka wanawake, huku wakiwatishia kuwajeruhi ikiwa watapiga kelele za kuomba msaada. Mwanahabari wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma alitumia taarifa hii. Tuisikilize na kisha tutarejea. Mwenyekiti wa mtaa wa Nzuguni B Isaya Mahiga amesema changamoto hiyo imedumu kwa wiki 3 hadi kupelekea baadhi ya wananchi kuogopa nyumba zao, huku mmoja wa waathirika wa tukio hilo, jina limehifadhiwa, akielezea namna alivyovamiwa usiku na mmoja wa vijana hao, huku mtoto wake akitishiwa kuuawa. Kwa kile kitendo kimezua taharuki kwa ndani ya kama wiki 3. Imekuwa ni gumzo sana, nyumba zinafunguliwa, watu wanaingiliwa. Kwa hiyo imeleta shida sana, ikaleta taharuki, ikafikia hatua wananchi wakawa wanashindwa kukaa kwenye majumba yao, hususan kina dada. Kama ndio hivyo, sikujua ingeje. Mimi tu nilishtukia mtu yupo kitandani. Na nilikuwa tunajigeuza nimwangalie mwanangu, ile nageuka tu namkuta mtu huyo hapo kanishikia kisu. Kananiambia tulia hivyo hivyo. Na sivyo nitamuua mwanao. Acha nifanye ninachotaka, nimalize niondoke. Walipanda juu ya mlango, wakaingia ndani. Bahati nzuri wifi alimuona, akawa ameshtuka, akanani. Wakao alipokutana yule mtu akapata wasiwasi akakimbia, lakini alimtishia sana na kisu.
Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Gallus Hera amesema tayari jeshi hilo limenasa mtandao huo, akiwemo mtuhumiwa mmoja anayedaiwa kuwabaka wanawake 4 kwa nyakati tofauti. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mwananchi mmoja aitwaye Pierre Simon, umri wake ni miaka 20. Huyu ni mkazi wa Nzuguni B, kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya ubakaji. Kijana huyu anatuhumiwa kuwabaka wanawake 4 kwa nyakati tofauti. Katika uchunguzi wa awali uliofanywa na jeshi la polisi, imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anaishi katika nyumba moja na watu wengine 13. Katika hatua nyingine, jeshi hilo limewatoa hofu wananchi hao na kuwataka kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi ili kukomesha uhalifu huo. Ndio. Ni vitendo vya ubakaji hivyo. Mimi swali, unajua kwa nini mtu anabaka? Kwa nini mtu anabaka? Sina nauliza maswali kwa sababu sina majibu. Leo ni siku ya afya ya akili duniani. Ndio maana nikakwambia. Nataka nijue nao uenda kama ni changamoto ya afya ya akili au tusije tukajificha huko. Daktari atakuja. Tutajaribu pia kumuuliza, ajaribu kuelezea. Lakini nikawa najaribu kuangalia kwamba kuna ile usemi ambao wataalamu wa afya wanasema kwamba yani changamoto ya afya ya akili ni pale binadamu unaposhindwa kusolve changamoto zako mwenyewe. Kama umekuwa na mahitaji hayo ukaenda kutumia njia hiyo ambayo si sahihi, tayari uone kama unatoka kwenye mstari hivi. Lakini yote yanawezekana, hata hivyo ulivyosema wewe, inawezekana ni katika kujificha huku, lakini na wasiwasi kwa sababu wewe ulivyo na akili yako timamu hapo, si unaona inakushangaza? Si umeelewa? Unaona wewe inakushangaza. Yaani inakuaje? Lakini pia lazima tuangalie, na mtu ikithibitika pasipokuwa na shaka amebaka, sheria inasema nini na adhabu yake inasema nini? Kuna taifa moja linaendao hoja moja kwamba mwanaume ikionekana amebaka basi aondolewe kitu fulani. Ilizuka hiyo hoja. Umeona, kwa sababu hiyo hoja ni India nakumbuka. Yakatokea mambo mengi sana. Lakini hapa tuangalie kwenye kubaka kama jinsia moja, mwanaume sasa. Lakini akili ya mwanaume sio ipo vipi Dorcas? Utakuta uwanja wa vita. Unasikia kuna watu ambao uwanja wa vita, ngoma ilishotokea Kongo kule. Goma. Yanaendelea. Eti watu wakabaka, ikashtuka. Na uwanja wa vita. Tumesikia sana. Au akili ya mwanaume dogo na hii imekaje? Sitaki kuwa mzungumzaji sana. Tumachie daktari. La sivyo nitaumiza kichwa hapa. Mpaka nitakosa majibu na nyinyi hamta nielewa. Hiyo ni maswali tu ambayo tumekuwa tukijiuliza mara kwa mara. Lakini vitendo vya ubakaji haviwezi kuvumilika. Kwanza inaonekana ni jamii ambayo haijastaarabika. Sasa wakati tunamsibu daktari hapa, tuzungumzie hapa kwamba viongozi wapya wa chama cha wafanyakazi wa viwanda, biashara, taasisi za fedha, huduma na ushauri TWICO mkoa wa Ilala na Kinondoni kanda ya Dar es Salaam wametakiwa kuendelea kutatua changamoto za wafanyakazi ili utendaji kazi wao ulete maendeleo ya mfanyakazi na taifa kwa ujumla. Akizungumza na waandishi wa habari, msuluhishi mkuu kutoka Tume ya Usuluhishi na Uamuzi Albin Msuri, baada ya kufanyika uchaguzi wa kamati ya wanawake na kamati tendaji ya mkoa wa Ilala Kinondoni, amesema kila kiongozi anapaswa kuwajibika katika nafasi yake kwa kuwatumikia wafanyakazi na kukijenga chama cha wafanyakazi. Karibu. Lakini pia hapa tumsikiliza Albin Msuri, msuluhishi mkuu kutoka Tume ya Usuluhishi. Lakini pia tumsikiliza Prosper Mrema, katibu wa TWICO kanda ya Dar es Salaam na mwenyekiti wa TWICO mpya wa Ilala. Uchaguzi wetu tumeufanya kwa amani. Uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, kwani basi wanachama wetu na wafanyakazi kutoka kwenye hizo sekta 4, yani sekta ya viwanda, sekta ya biashara,
sekta ya taasisi za fedha na huduma na ushauri wameweza kwenda kutimiza takwa lao la msingi la kidemokrasia la kwenda kuchagua viongozi ambao wanaona wataweza basi kwenda kuwapigania maslahi yao na kwenda kuboresha maslahi yao sehemu zao za kazi, na kuhakikisha basi sehemu za kazi na watu ambao wanawakilisha sehemu za kazi kuna usawa mbele ya mwajiri wao. Na vile vile hawa viongozi wataenda kuhakikisha kwamba basi kuna mahusiano mema sehemu ya kazi baina ya chama cha wafanyakazi na mwajiri, ili basi tija iweze kuwepo, kwa sababu kama chama cha wafanyakazi tunatambua tija ndio msingi wa kila kitu sehemu ya kazi. Kwa maana pasipo kuwepo na tija, basi chama cha wafanyakazi hakiwezi kufanya kazi zake za kuweza kuwapigania wafanyakazi kuweza kupata maslahi bora. Wito kwa viongozi waliochaguliwa kwa kura kwa siku ya jana leo ni kwamba wanatakiwa waende wakakijenge chama kwa misingi ya katiba ya chama, kwa sababu katiba ya chama inaelekeza kila kiongozi na kila ngazi ya uongozi na majukumu yake. Sasa kila mmoja aende akawajibike kuendana na nafasi aliyoomba, akatumikia wananchi, akatumikia wanachama, na wanachama wazidi kuongezeka na kujenga imani zaidi kwa chama, na chama kiendelee kufanya kazi zake sawa sawa. Nafikiri ndio jambo la msingi. Na kuhusu kuwasikiliza wafanyakazi. Na hasa kuwasikiliza, kwa sababu lengo kubwa la chama ni kuhakikisha kwamba wanawatetea wafanyakazi, inawaelekeza wafanyakazi, inakaa vizuri na wafanyakazi mahala pa kazi, kushirikiana mwajiri kwa ushauri, kwa kuelimisha, na pia na kuharmonize wafanyakazi pale mahala pa kazi, ili mahali pa kazi pale kwa ni mahala pa tija zaidi, pakisha kuwa mahali pa tija kwa ajili ya faida ya shirika au kampuni pale mahala pa kazi, na zaidi na kwa jamii nzima kwa ujumla na kwa taifa letu kwa ujumla. Wanachama watarajie zile kero ambazo tulikuwa tumezibakiza kwa awamu ya kwanza, nadhani tutaenda kuzimalizia zote kuzitatua. Tunajua kuna changamoto nyingi sana katika mkoa huu wa Ilala, hasa katika sekta ya viwanda. Katika sekta ya viwanda nadhani waajiri wengi wanafanya ndivyo sivyo. Nadhani mimi na kamati yangu utendaji ya mkoa wa Ilala tutajipanga vizuri ili tuhakikishe kero zote tunazimaliza. Naam, haya, mara baada ya taarifa hiyo kama ambavyo tulikuahidi